kuwa na kitambi ama uzito mkubwa ni hatari sana kwenye afya zetu, na ni hatari ya kimya kimya, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba unapokuwa na uzito mkubwa au unapokuwa na kitambi upo kwenye hatari ya kupata magonjwa zaidi ya 20 yana uhusiano wa moja kwa moja na uzito mkubwa au kuwa na kitambi. Na haya magonjwa sio magonjwa ya kitoto kwamba utaharisha, utakunywa nini utapona. Ni magonjwa ambayo ni makubwa. Nazungumzia magonjwa kama kisukari, nazungumzia magonjwa kama pressure, nazungumzia magonjwa kama ya mifupa kwa maana ya arthritis kwenye miguu, kwenye magoti, magonjwa kama shida za mgongo. Unaweza kukuta una maumivu makali ya mgongo hapa kiuno kwa chini hapa ambayo hayaishi. Utaenda hospitali nyingi, na wengine tunaona wanaenda hadi India wanarudi, lakini ukimwangalia mtu ana kilo 100, ana kilo 120, lakini anahangaika na matibabu ya mgongo. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba kwa 80% matatizo kama haya yanakuwa yanasababishwa moja kwa moja na uzito mkubwa, kwa sababu uzito mkubwa unabebwa na hizi sehemu mgongo wa chini na magoti kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo zinawahi kuchakaa, lakini pia mafuta yanaziba. Sasa hilo sio somo la leo. Nataka tu ujue kwamba uzito mkubwa sio kitu cha kuchukulia kwa muzaha. Ni jambo ambalo liko very serious, na tamani uweze kufahamu jinsi ya kufanya ili wewe na familia yako, ndugu msikilizaji na mtazamaji unaosikiliza, uweze kuchukulia kwa serious, lakini uweze kufanya kwa hatua ambazo ni za uhakika. Sasa leo nitazungumza kwa uzoefu, na miaka kama 5 hivi nadili na watu wenye uzito mkubwa. Kwa hiyo nitazungumza kwa uzoefu ili usifanye vitu vya kujaribisha. Lakini nitazungumza vitu ambavyo tayari vina evidence ili usiwe wewe ndio unafanya majaribio. Sasa nitazungumza leo vitu 5 ambavyo ni makosa yanayofanya watu wanashindwa kupunguza uzito ama kitambi. Ukimkuta una kilo 90 kwenda mbele 100, tayari kuna vitu vinakusumbua tayari. Inawezekana haupati usingizi mzuri, unaumia, joint zinaumia, unaumia mgongo, unashindwa kutembea, hata kupanda ngazi kama hizi. Ukifika hapa juu una hema sana, unashindwa kufanya shughuli zako vizuri. Huenda tayari umeshaambiwa wewe ni mtahiniwa wa kisukari. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo vinakufanya huenda umeshaanza tayari kufanya majaribio ya kupunguza. Na sasa hivi ukiingia kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye mitandao ya kijamii, utagundua kuna mafundisho mengi na wataalamu wengine, daktari na watu wengine wa lishe na wengine tu ambao wameamua kusaidia kufundisha. Kwa hiyo kuna kelele nyingi ambazo zinaweza kukuchanganya. Sasa katika hizo kelele kuna vitu ambavyo wengi vimekuwa vinawachanganya na wanashindwa kupungua. Kitu cha kwanza ni kujinyima chakula, au wanasema calorie restrictions. Kwa maana ya kwamba mafundisho mengine yanasema ukitaka kupunguza uzito, jitahidi ile sahani yako iwe kidogo. Yaani kama unakula sahani iko hivi, upunguze ule kidogo. Yaani ukienda kwenye buffet kupakua au kwenye hotpot, jitahidi sahani yako isijae. Sasa kwa asili hamu ya kula ni kama vile hamu ya kupumua. Yaani nikikwambia labda tuseme ili upungue, jitahidi usipumue sana. Unaweza ukajaribu, ukajitahidi kujiminya, usipumue sana, utajiminya, lakini utafika mahali utashindwa. Kwa sababu ile mwili utajaribu kureset katika hali ambayo irudishe katika hali yake ya mwanzo. Kwa hiyo ni hivyo, ukipunguza sahani yako, utajitahidi siku ya kwanza, siku ya pili, wiki moja, lakini kuna wakati utashindwa kwa sababu ile appetite itakuzidi. Au itakusukuma uanze kula mara kwa mara. Kwa sababu umekula labda asubuhi au umekula mchana haujashiba vizuri, unataka kupungua. Yaani utafika mahali utakuwa unatamani kula usiku wakati fulani ili uweze kucompensate kile chakula ambacho ulishindwa kukila. Kwa hiyo swala la kusema unapunguza kula chakula, hilo ni idea ambayo itakusumbua sana na utatumia muda mrefu. Wengine wanafanya wanaacha kula asubuhi hali, mchana hali, anakuja kula jioni. Iko chakula anachokula jioni ni kama mwili umekisubiri kwa hamu sana. Ungeenda kwambia mimi nakula mara moja tu kwa siku. Yaani mara moja tu, lakini naongezeka. Tayari unakosea, ndio maana unaongezeka. Yaani hakuna njia nyingine unaweza kusema kwamba labda umekunywa maji ukaongezeka au umevuta hewa. Ni kwa sababu ya kile chakula, hata kama ni mlo mmoja,
ndio unaokufanya uongezeke. Kwa hiyo hiyo ya calorie restriction si jambo zuri. Nitakueleza hapo unafanyaje. Jambo la pili ambalo linafanya watu wengi wanakwama ni kutegemea sana mazoezi na kusahau vitu vingine. Tafiti zinaonyesha kwamba mazoezi ni muhimu kwenye kupungua, lakini yanachangia 10 hadi 15. Kwa hiyo kama unataka kupunguza kilo kama una kilo 100, unataka kupunguza uzito, ukifanya mazoezi kwa bidii kabisa ukawa mwaminifu, unaweza kupunguza labda kilo 10 mpaka 15. Lakini kilo zingine au asilimia zingine zinachangiwa na mambo mengine ikiwemo chakula. Kwa hiyo pamoja na kufanya mazoezi, lakini zingatia zaidi hapa unachokula zaidi kuliko kutegemea zaidi mazoezi. Mazoezi ni muhimu sana, hasa kwenye kuimarisha misuli na kidogo sana kwenye kupunguza uzito. Tutakuonesha jinsi ya kufanya mazoezi. Jambo la tatu linalofanya watu wanashindwa kupungua ni kutegemea dawa au hizi supplement. Ukipita mtandaoni hivyo utaona kuna supplement nyingi sana ambazo zingine hazijawa regulated, hatujui changamoto zake, maana ni mtu tu amekuwa mbunifu, ametengeneza hapa na pale, anauza. Na watu wengi kwa sababu tunapenda shortcut, hatupendi kuchukulia swala la uzito mkubwa kama swala la mtindo wa maisha. Tunataka tu ni kama vile umeumwa malaria, unataka unywe dawa upone. Uzito sio swala la namna hiyo. Japokuwa ni kweli kuna supplement zingine ambazo zinakusaidia kufanya huo mchakato wa kupungua uwe rahisi zaidi, lakini vizuri tukawa makini. Kutegemea supplement peke yake sio chanjo. Unajua dawa sio chanjo, kwamba utakunywa virutubisho fulani au dawa fulani ya asili alafu utapungua. Ukishapungua, siku unavyoacha kunywa ile dawa ndivyo siku ambavyo utaanza kuongezeka. Kwa hiyo unakuwa haujafanya kitu chote cha maana. Kwa hiyo unaweza kutumia supplement hizo au namna gani, lakini zingatia kwamba sehemu kubwa unahitaji kufanya mabadiliko katika lifestyle yako. Jambo la 4 ni kuamini kwamba uzito ni wa kurithi. Hili linaweza likawa na pande mbili. Inawezekana likakusukuma kufanya zaidi kwa sababu labda unaamini uzito wako ni wa kurithi, kwa hiyo unatakiwa kufanya jitihada zaidi kupungua. Au unaweza likakukatisha tamaa kwamba bwana, sisi kwetu ndio hivyo tupo, sisi ni wazito, sisi ni wanene, kwa hiyo hakuna namna yote naweza nikafanya nikapungua. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba uzito wa kurithi unachangia 3% kwenye uzito ulioongezeka. Kitu cha 5 ambacho kinafanya usipungue ni kuchanganyikiwa na elimu za mtandaoni. Huyu anasema usile hiki, huyu anasema kula hiki, huyu anasema usifanye hivi, huyu anasema fanya vile. Kile kuna mmoja anasema fanya, kile kuna mmoja anasema usifanye. Hasa kwa sababu swala la kupungua ni sehemu kubwa ni swala la lishe. Ukiona unachanganyikiwa sana, hebu rudi kwenye maandiko matakatifu. Unajua kama gari lako limekusumbua, unaenda kwa fundi huyu anakusumbua, fundi huyu anakuambia fanya hiki, fundi huyu anakuambia fanya hiki, lazima uende kwa manufacturer aliyetengeneza lile gari, anasema ufanye nini. Kwa hiyo sisi unapokuwa umechanganyikiwa, huyu anakuambia kula nyama, huyu anakuambia usile nyama, huyu anakuambia kula wanga, huyu anakuambia usile wanga, unafanyaje? Mungu anasema kwenye Mwanzo 1:29 kwamba tazameni hapa, kila mche uzao mbegu na matunda yote yenye mbegu yatakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo natakiwa ubezi hapo ili usivurugwe na watu wengi. Kesho nitakwambia jinsi ya kufanya mambo 5 tu ili uweze kupungua uzito ukiwa umelala. Mungu awabariki sana.